Wapendwa wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, leo ikiwa ni Dominika ya 4 ya kipindi cha Kwaresma. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua sura ya 5 aya 9 na aya 10 hadi ya 12. Somo letu la pili linatoka katika barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 aya 17 hadi 21. Na somo letu la injili linatoka katika Injili ya Luka sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 3 na ile aya ya 11 hadi ya 32. Wapendwa wa Mungu, katika Dominika yetu hii ya 4 ya Kwaresma, wazo kuu ambalo tunalipata katika masomo yetu, tunatafakari juu ya huruma ya Mwenyezi Mungu kwa watu wake. Tukiangalia katika somo letu la kwanza, tunaona jinsi Mwenyezi Mungu anavyoonyesha huruma kwa wana wa Israeli, ambapo wanawafikisha salama katika nchi ya ahadi baada ya safari ya miaka 40 kule jangwani. Ni safari ambayo ilikuwa na changamoto nyingi, safari ambayo ilikuwa na magumu mengi, hata nyakati fulani ambapo wana wa Israeli waligeuka na kuanguka katika dhambi kwa kuabudu miungu mingine, lakini bado Mwenyezi Mungu aliweza kuwahurumia watu wake, aliweza kuwasamehe makosa yao na akaweza kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Hii ni kuonyesha kwamba si kwamba walikuwa wanastahili sana kufika katika nchi ya ahadi, lakini basi ni kwa sababu ya huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu kwa watu wake, na ndio maana Mwenyezi Mungu anafikisha katika nchi ya ahadi. Katika somo letu la Injili tunasikia habari ya mwana mpotevu. Kristo anatoa mfano wa mwana mpotevu kwa ajili ya kujibu baadhi ya maswali ambayo alikumbana nayo kutoka kwa Mafarisayo. Mafarisayo wanamkuta Yesu akichangamana na watu wenye dhambi, watoza ushuru, akijaribu kutafuta hizo roho ambazo zimepotea. Lakini kwa wao wanaona kana kwamba Yesu yeye ni Masia. Inakuwaje anakaa na wenye dhambi? Inakuwaje anakaa na watu ambao hawastahili katika jamii? Yeye ni mtu namna gani? Wanashindwa kuelewa. Na tunaangalia kwamba katika Injili ya Luka sura ya 15 yote, Kristo anajaribu kutoa majibu, akijaribu kuwajibu wana wa hao Mafarisayo kwamba Mungu ama yeye kazi yake kama Kristo, kama Mungu, ni katika kutafuta roho za watu waliopotea. Na ndio maana anatoa mifano mitatu ya kondoo aliyepotea, shilingi iliyopotea ambapo yule mwanamke alitafuta mpaka kaipata, na hapo ya mwisho ni juu ya mfano wa mwana mpotevu. Na mifano yote hii mitatu ambayo Kristo anaitoa, anaeleza ni jinsi gani Mwenyezi Mungu anatafuta watu wake, hasa pale wanapopotea, hasa pale wanapoanguka katika dhambi. Mwenyezi Mungu anafanya kila linalowezekana ili aweze kuzipata roho hizo, manake anazipenda na anatamani zirudi kwake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu na maana Kristo anatoa mifano hiyo kwa ajili ya Mafarisayo waweze kuelewa kwamba hata hawa wanaoona ni wadhambi, basi wanastahili kupata huruma ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu haangalii vitu kulingana na binadamu anavyoviona mwenyewe. Tukiangalia katika mfano wetu huu wa mwana mpotevu, tunaona jinsi ya vijana wawili ambao wa familia moja ambao walikuwa naishi na baba yao. Hatujapewa majina ya watoto hawa, lakini na pia hatujapewa jina la baba, lakini kwa sababu ya mfano wa huruma ya baba, tunajua kabisa baba anawakilisha Mwenyezi Mungu jinsi anavyohurumia. Lakini watoto hawa wote wawili wanapotea. Watoto hao wote wawili
wanaanguka katika dhambi. Mmoja anaanguka katika dhambi akiwa nje ya nyumba, anatoka ndani ya nyumba, anatoka nje, anaanguka katika dhambi. Na wa pili anaanguka akiwa ndani ya nyumba ya baba yake. Tukianza na huyu wa kwanza ambaye alianguka katika dhambi nje ya nyumba, ni kwamba anaomba urithi kwa baba yake. Anaomba urithi ili aweze kuondoka nyumbani. Katika mazingira yetu ya Kiafrika sio kitu cha kawaida kwa mtoto yeyote yule kuomba urithi kwa baba yake. Ni vigumu sana kwa mzazi kutoa urithi kwa mtoto wake, hasa mzazi anapokuwa na nguvu, hasa mzazi anapokuwa bado anafanya kazi. Hiyo inakuwa ni vigumu. Mara nyingi tunajua kabisa kwamba urithi wa mali, urithi wa vitu vyote vinatolewa kipindi ambapo either mzazi ni amechoka, ni mzee sana, na pia ni kipindi ambapo basi pengine yuko katika ugonjwa na karibia kufa, ndio anagawa hizo mali na kukabidhi watoto wake. Lakini tunaona kijana huyu anadiriki kuomba urithi, na hapo ndio dhambi inapoanzia, kwamba alijiona pengine anastahili sana, alijiona pengine angeweza kuishi vizuri bila baba yake, lakini inabidi apate kitu kidogo, ile sehemu ambayo pengine itakuwa ni mgao wake ambapo babake atakapokufa. Pengine sheria za nyumbani pale zilikuwa ngumu sana, kwa hiyo akaona bora nipate changu nianze maisha yangu huko nje. Na kulingana na tamaduni za Kiyahudi, katika ugawaji wa mali ni kwamba ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 21 16 hadi 17, ni kwamba kijana mkubwa ama kijana wa kwanza katika familia ndio anapata mgao mkubwa zaidi kuliko wale wengine. Kwa hiyo kiasi cha mali ambayo inatolewa kwa familia inalingana na watoto. Mkubwa anapata kikubwa na ile mdogo basi anapata kile kilicho kidogo, lakini wale wakubwa anapata zaidi. Kwa hiyo tulitegemea kabisa kwamba huyu kijana anajua sehemu yake kwamba itakuwa ni kidogo, sababu pia kuna kaka yake ambaye ni mkubwa, ambapo baba atakapokufa basi baba atampatia kile kiwango chake. Na ndio maana tunaona licha ya kwamba mtoto ameomba, lakini bado baba analiza kumpatia. Baba anaheshimu maamuzi ya mtoto. Nipe mali nayo niangukia, na mtoto anaamua kuondoka. Anapoondoka tunaona anakwenda anatapanya mali tena kwa vitu visivyofaa. Hawekezi, afanye kitu chochote cha maana, lakini tunaambiwa anafanya maisha ya ukahaba, anafanya maisha ya starehe, ni kula, kunywa na kufanya mambo mengine ambayo hayastahili. Na mtoto anaishia huko. Na anapoishia huko, mwisho wa siku zile mali, zile pesa zinakwisha zote. Na anabaki kuhangaika, anabaki kutapatapa, anabaki kuzurura huku na kule. Na mwisho wa siku anaishia kwenda kuomba kazi ili aweze tu kustahimili maisha yake. Anaenda kuishi, anaenda kuomba kulisha nguruwe. Na katika jamii ya Kiyahudi nguruwe ilikuwa inaonekana mnyama mnajisi sana. Kwa kitendo cha mtu kuomba sasa kazi ya kulisha nguruwe, ni ishara wazi kwamba sasa wewe una najisi maisha yako mwenyewe, uko katika hali ya dhambi sana. Lakini katika hali hiyo ya mahangaiko, pengine hata hela aliyokuwa anapata ni hela ndogo sana kwa sababu ya kazi yenyewe, anakaa chini anawaza kwamba ni kweli nimekosea, ni kweli nimetapanya mali zangu zote, sina hata pa kuanzia, lakini niko hapa nateseka na hangaika. Kule nilikotoka nimeacha maisha mazuri. Kule nilikotoka watu wanaishi maisha mazuri, wanafanya kazi, wanakula kwa baba, maisha yanaendelea. Kwa nini basi nisifanye maamuzi niondoke hapa, niende kwa baba? Baba aliniheshimu kama mtoto wake,
Lakini sasa kwa haya yote niliyoyafanya, najua pengine baba kwa sababu ya hasira anaweza asinipokee tena. Basi hata kama asiponipokea kama mtoto wake, anipokee basi kama mfanyakazi wake. Nifanye kazi niweze kula pale nyumbani kwa baba. Anitumikishe niweze kula pale kwa baba. Anafanya maamuzi, anaondoka. Anaamua kurudi nyumbani. Na anapofika nyumbani, basi baba anaamua kumpokea. Anafurahi sana. Baba baada ya kumsikiliza mtoto wake, majuto yake ya ndani, baba anaamua kumpokea. Tena anaamua kuandaa na karamu. Anaamua kuandaa na sherehe kubwa na kuchinja ndama aliyenona ili aweze kufurahi kwa sababu mtoto wake ameweza kurudi nyumbani akiwa salama. Na hii ni kawaida hata kwa mzazi yoyote. Pale mtoto anapopotea katika maisha ya anasa, starehe, bangi na mambo mengine, wazazi wanaumia sana moyoni. Wazazi wanahangaika sana moyoni. Ni kwamba wanashindwa kushirikisha kila mtu, lakini wanatamani mtu aweze kuwasaidia, wanatamani mtu aweze kuwahurumia. Lakini mtoto anapoamua kubadilika na kumrudia Mwenyezi Mungu, basi wazazi wanafurahi sana. Wazazi wanafurahi sana kwa sababu mtoto wao ameweza kugeuka na kumrudia Mungu. Kwa hiyo furaha ya huyu baba anayoonyesha ni furaha ambayo pengine hata mzazi yoyote angeweza kuionyesha, hasa pale mtoto anapobadilisha maisha yake na kufuata maisha yaliyo mazuri. Wapendwa wa Mungu, na ndio hiyo tunayokiona hapa, mzazi anafurahia. Lakini tunaona kijana mwingine, mtoto mkubwa katika familia hii, anaporudi anashangaa kuna sherehe gani hapa nyumbani, ambapo tunaona sasa naye anakuja anapotea baada ya kuambiwa kwamba ndugu yako yule aliyeomba urithi amerudi nyumbani na baba yako ameamua kufanya sherehe. Anaamua kuchukia, anaamua kukasirika, anaamua kutotaka kuingia ndani wala kufurahi pamoja na ndugu yake ambaye amerudi. Anaona hataki kumuonea huruma tena ndugu yake kwamba alipotea, sasa amerudi. Anatoa maneno makali kwamba umekuaje umempokea kijana huyu ambaye alikula mali zako pamoja na watu wenye dhambi huko, ametapanya mali zako. Sasa hizi tena unampokea, tena unamfanyia sherehe kubwa. Anaenda mbali zaidi, anasema mimi nimekutumikia kwa muda mrefu, sasa si mtoto tena. Yaani anajiweka miongoni mwa watumishi. Lakini uje kunipatia hata mwanambuzi ili niweze kula pamoja na rafiki zangu. Baba pia anatoka nje kutafuta hilo nyingine ambayo ilipotea katika chuki, katika hasira, katika kukosa huruma, na kumwambia ndugu yako alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Alikuwa amepotea, sasa amerudi. Kuna haja ya kukaa pamoja na kufurahi. Huyu ni ndugu yako. Acha kuona chuki, onyesha huruma kwamba mdogo wako alipotea, alikuwa anaonyesha hali ambayo sio nzuri. Sasa tunahitaji kufurahi pamoja naye kwa sababu ameweza kujitambua na kurudi nyumbani. Wapendwa wa Mungu, katika somo letu hili la Injili tutajifunza mambo mengi. Jambo la kwanza ambalo tunaweza kujifunza mimi na wewe, tujiulize, mimi na wewe tumepotelea wapi kutokana na mfano huu wa mwana mpotevu? Je, mimi na wewe tumepotelea ndani ya nyumba ama tumepotelea nje ya nyumba? Tunaposoma maandiko matakatifu, hasa pale tunapopewa majina, tunapopewa mfano wa watu ambapo majina hatupewi kabisa moja kwa moja, basi tunaalikwa kuweka majina yetu hapo. Mimi na wewe tuweke jina letu katika sehemu ya mwana mpotevu, tujiangalie ni wapi tulikopotea. Au mimi na wewe tujiweke katika
jina la yule kijana ambaye alikuwepo nyumbani, ambao aliweza kupotelea ndani ya nyumba. Kama ni tumepotelea nje, je, yawezekana ulienda kwa Mungu na kuomba, Mungu anipatie mali niweze kuendesha maisha yangu na vitu vingine, lakini mwisho wa siku kwamba baada ya Mwenyezi Mungu kupatia hizo mali, ukaona haina haja ya Mungu katika maisha yangu. Mali za kidunia zikakufanya ukaona kwamba sihitaji Mungu tena, sihitaji msaada wake yoyote. Kwanza Mungu hayupo. Sasa hizi tunadiriki hata kusema kwamba hata Mungu, pengine hii dhana ya Mungu inatuchelewesha kupata mafanikio. Ndio mawazo ya watu wengi sasa, na kuona kwamba kwa kuwa nimepata mali nikishazipata ndio furaha yangu, na kusahau kwamba kuna wakati zinakwisha. Tukisema hivyo, maanake hapo tunakuwa tumepotelea nje. Tunasahau kwamba ni Mungu ndiye ametupatia mali hizo. Yawezekana pia, na jambo jingine ni kwamba furaha za nje hazimpi binadamu kamilifu. Ni kweli tunatafuta mali. Kijana huyu amehangaika sana kuzitafuta mali, na mwisho wa siku amehangaika na amezitawanya zote mpaka zikaisha. Na sisi pia tunahangaika usiku na mchana kutafuta mali ili tuzipate, tuzitumie. Lakini tusisahau kama kuna Mungu, kwamba mali hizi zina mwisho. Utajiri huu tunaotafuta una mwisho, lakini uwepo wetu ndani ya Mwenyezi Mungu hauna mwisho. Tutambue kwamba mali ni ubatili mtupu. Vyote vitakwenda, vyote vitaisha. Tutahangaika, tutavipata, lakini mwisho wa siku lazima tukubali kwamba tunahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu. Mambo yote ni upuuzi mtupu, mambo yote ni ubatili mtupu kama tukibaki tu katika mali. Lakini tukizama maisha yetu katika Mwenyezi Mungu, basi tutakuwa tumeokoa maisha yetu. Na ndio maana kijana aliamua kutafakari baada ya mali zote kuisha, baada ya kuona kwamba sasa kumbe hivi vitu vinakwisha vya kidunia. Sasa wacha nirudi nyumbani niweze kupata yale maisha ambayo ni ya furaha. Jambo nyingine, kuna furaha kubwa sana ukiwa ndani ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kijana huyu kutafakari kwa undani mambo yote mazuri ambayo yanafanyika kule nyumbani, akiwa nchi ya watu, akiwa ugenini, akaona kwamba hapana, nimeacha vitu vingi, naendelea kuteseka hapa kwa sababu gani? Nilimkosea nini Mungu wangu? Nilimkosea nini baba yangu? Anaamua kuondoka. Na ndio maana tunaona pia katika somo letu la pili, ambapo Mtume Paulo anapowaandikia wa Korinto, anasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa mtu mpya, na mambo yake yote yanakuwa mapya. Hii ni kutuambia kwamba tukiamua kuacha maisha yetu ya dhambi na kuingiza maisha yetu ndani ya Kristo, maisha yetu yanakuwa mapya. Mwenyezi Mungu anatubadilisha, Kristo anatubadilisha. Lakini tutaweza kuyafanya maisha yetu kuwa mapya kama tukikubali kutubu makosa yetu, kuungama makosa yetu, kumrudia Mwenyezi Mungu, na hapo ndipo tutapata huruma ya Mwenyezi Mungu. Tutambue ya kwamba Mwenyezi Mungu huruma yake ni ya milele. Mungu wetu ni mwenye huruma sana. Na huruma ya Mwenyezi Mungu inaonyeshwa na mfano wa baba huyu. Katika hali ya kibinadamu, ilikuwa ni vigumu sana baba yeyote kumpokea mwanae, na kama angempokea labda kwa hasira sana, kwa sababu ya yote yale aliyoyafanya, kuomba mali na kuondoka nyumbani. Lakini baba huyu anaonyesha huruma ya kipekee na kumpokea mtoto wake tena.
Na ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Tunafanya makosa mengi sana, tunakufuru, tunafanya mambo ambayo hayastahili. Anatutazama, anatutafuta. Pengine tunafanya na mauaji, tunafanya chuki, tunafanya vitu ambavyo pengine hata kwa binadamu wenzetu ambavyo hata sisi wenyewe hatupendi kufanyiwa, lakini vyote Mwenyezi Mungu anatutazama, anatutafuta, anataka kutuhurumia makosa yetu. Kwa hiyo tusijiwekee mipaka sisi wenyewe, tusijihukumu sisi wenyewe. Tusijione kwamba tumetenda dhambi kubwa, kwamba kwa dhambi hii Mwenyezi Mungu hawezi kunisamehe. Wewe sio Mungu. Huruma ya Mungu ni ya milele, huruma ya Mungu ni kubwa sana. Haijalishi umetenda dhambi kubwa kiasi gani. Haijalishi umerudia dhambi hiyo mara ngapi. Njoo katika kiti cha kitubio, mrudie Mwenyezi Mungu, uombe huruma yake, uombe msamaha wake. Na hicho ndio lengo la kipindi hiki, kuomba huruma na msamaha Mwenyezi Mungu. Tusiishi kwa kujihukumu sisi wenyewe na kusema kwamba kwa dhambi hii kwa kweli haiwezekani, Mwenyezi Mungu hawezi kunisamehe. Hapo unakuwa unakufuru. Lazima tumrudie Mwenyezi Mungu. Lazima tuombe huruma na msamaha wake, atusamehe. Kwa hiyo tusijihukumu wenyewe, bali tuweze kurudi na kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu, atusamehe makosa yetu. Na Mwenyezi Mungu yuko tayari kutupokea kila siku wa maisha yetu. Kila siku anataka sisi tuweze kumrudia yeye. Na jambo la mwisho, ndugu wapendwa, tuangalie kijana yule ambapo basi ni mimi na wewe, ambapo tunakuwa mfano wa Mafarisayo. Mafarisayo ambao walijiona wenye haki, Mafarisayo ambao walijiona ni watu wanajua vitu vingi, Mafarisayo ambao walijiona wao hawana dhambi, na pia wanamhukumu Kristo kwamba wewe ni Masia lakini unakaa na wenye dhambi. Nasi pia tuna tabia kama hiyo ya Mafarisayo, ya kuwatazama watu wengine na kuwahukumu katika mambo yao, na kuona kwamba hawastahili kurudi katika kanisa na mambo mengine. Lakini tutambue kwamba huruma ya Mungu inatutafuta sisi sote. Tunapokuja kanisani, tunaitafuta huruma ya Mwenyezi Mungu. Si kwamba tunakuja kanisani tukiwa watakatifu ama wakamilifu, lakini tunaitafuta huruma ya Mwenyezi Mungu ili aweze kutuhurumia. Wapendwa wa Mungu, basi niwaalike basi katika kipindi hiki cha Kwaresima tuitafute huruma ya Mwenyezi Mungu, tutafute msaada wake aweze kutuhurumia makosa yetu. Tumsifu Yesu Kristo.